Na mtazamaji wa Faida Online TV, nyuma yangu hapa ni mgahawa ambao umechomwa moto siku wa tarehe mosi kuamkia tarehe pili ya mwezi wa 8 2026, huku ikisemekana kuwa umechomwa moto mara baada ya kutokea ugomvi mkubwa kati ya wananchi wa kijiji cha Naumbu Kaskazini na wananchi wa Mkungu, huku chanzo ikisemekana kuwa ni ugomvi ambao umeanzia kwenye mpira wa miguu kati ya vijiji hivyo viwili. Faida Online TV, watu wa field pass na yana pasipo na bugudha, tumefika hapa na kuendelea taarifa ifuatayo. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Jina langu naitwa Chinyakwile Abdalla, ni mkazi wa Naumbu na biashara yangu ni ya mgahawa. Hii biashara umeanza lini? Biashara na mwaka wa 10 tangu nimeanza. Na huu ulikuwa ni mgahawa ama nyumba? Huu ulikuwa mgahawa, lakini mgahawa niliujenga mkubwa imara kutokana na tunza vitu ndani. Nafunga naondoka nyumbani. Sawa, umechoma moto majira ya saa ngapi jana? Moto nimekuja kuamshwa majira ya saa 6. Nilipokuja hapa majira ya saa 6:30 hakuna kitu kilichotoka na nyumba na mgahawa umeshateketea, hakuna hata kitu kimoja kilichookolewa. Kulikuwa na thamani ya meza kubwa ya shilingi 50,000, viti vya shilingi 20,000 vinne, vya shilingi 15,000 viti vinne, meza 2 za shilingi 20,000, chupa za chai 3 kubwa, sahani zilikuwa nyingi, maando takribani ya 5 yameungua. Jina langu ni Alfani Selemani, mkazi wa kijiji cha Naumbu. Ugomvi ni wa muda mrefu kabla, na ugomvi unasababishwa na ndugu zetu wa Mkungu. Wanawezekana wakaenda mpilani kucheza na timu yoyote, lakini wakati wanapita kwenda mpilani au wanarudi wanatutukana. Kwa hiyo mpaka imefikia hii inachezwa ligi ya Diwani Cup. Kwa hiyo mpira unachezwa ndani ya dakika 90 unakwisha, lakini marudio ya kwao sasa. Wakishofika Naumbu wanaanza kutukana. Sasa watu wa Naumbu hawawezi kuwa wanyonge, sasa hivi wamechoka. Kwa hiyo na wao sasa wanarudishia. Wanaporudishia inawezekana wenye busara zao wakahakikisha wale watu wanatoka hapa na kwenda kwao salama. Lakini wanatoka sasa nyumbani kwao na mapanga na mashoka kurudia huku kuweza kutia fujo. Wana vikosi maalumu na wana viongozi ndani ya vikosi vyao. Kwa sababu fujo zinaendelezwa na wao ndio waliochoma moto hapa kwenye mgahawa. Mimi naitwa Musamis Mwanya, mkazi wa Naumbu. Lakini sasa hii hali tunaona kwamba inavyoendelea sio vizuri, kwa sababu sisi watu tumeingiliana. Kuna watoto wetu Mkungu, kuna wazee wetu Mkungu, kuna ndugu zetu Mkungu, kuna rafiki zetu. Unaona? Sasa tunaona hii hali inavyoendelea, tunaiomba dola ichukue mkondo wake kisheria, kwamba ifuatilie ili swala linakoenda linaenda sio vizuri. Kwa majina naitwa Kasim Ali Hassani, mwenyekiti wa serikali ya kijiji Naumbu. Waliojuliana wamejuliana kwa kupigana mawe. Yaani kuanzia majira kwenye saa 2 mpaka kwenye saa 4 ndio pale ugomvi kidogo ulipoa, lakini nilijaribu kuwaita jeshi la polisi na walikuja, lakini walikuta watu wamwagikana. Sasa badala jeshi la polisi kutoka, sasa ndipo walivyokuja hawa watu wakachoma ile banda moto. Mtazamaji wa Faida Online TV, mara baada ya kuzungumza na wananchi wa kijiji cha Naumbu Kaskazini, tumefunga safari moja kwa moja kuja hapa kwenye kijiji cha Mkungu kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wananchi ama watu ambao walikuwepo kwenye vurugu hiyo. Watu waambie wao wanazungumziaje jambo hili na kitu gani ambacho wanakishauri. Kwa jina naitwa Muhammad Ali Chikwakwa. Bwana, hili tatizo hili kubwa, lakini hata kwa utazamo wanaliona kama dogo. Hii mpaka tunaendelea tena mechi, taarifa zao wao tumezipata tayari. Wametuambia kwamba lazima tuanzibieni njiani. Sisi tuko kwenye ligi na ligi tumeitamani. Hii ligi ya timu ya kijiji cha Mkungu, ushirikiano wetu ndio ne wanyima wao la. Wao pala wanajifanya kama wako homozi. Tusipite mpaka wao wafanikiwe jambo lao. Sasa hiki kitendo cha serikali wakifikirie. Kwa jina naitwa Tatu Madizi, mkazi wa Mkungu. Tunalifanyaje ikiwa watu wa Mkungu au watoto wa Mkungu wanasoma Naumbu? Watoto wa Mkungu, wazazi wa Mkungu wanatibiwa Naumbu. Alafu wanaika mikakati mizito kama hiyo. Na wanaongea mtu wa Mkungu asiingie Naumbu. Sisi tuko mwisho wa kijiji. Ina maana lazima tupite tuende Mtwara, tupite tuende Zahanati, watoto wetu wapite waende Naumbu wakasome. Leo tarehe 2 watoto wa darasa 7 inabidi wakaripoti shuleni kwa ajili ya kambi. Wanapitaje pale? Jina langu naitwa Bakari Hamisi, maarufu Mabomu, napatikana kijiji cha Mkungu, kitongoji cha Mkaya. Watuweke chini tuweze kuzungumza, sababu wote tukiangalia ni familia.
wa huku wanaingiliana na huku na huku ndio hawa mambo yanaenda, lakini kwa hili haiwezekani, sababu tafikia hatua hata kwenye visima vya maji watu watatiliana sumu. Kwa majina naitwa Bakari Omari Idrisa, mwenyekiti wa kijiji cha serikali ya Mkungu. Sawa. Na hili limeanza muda mrefu, ugomvi ni wa muda mrefu ama ni jana tu? Unaweza ukasema ugomvi wa muda mrefu, lakini sana naona unatokea sana kwa upande mmoja, yani waanzilishi na kwa upande mmoja. Kwa nini upande wetu sisi huwa kijiji chetu sisi hauanzishwi, yani baada mpaka wanze wao? Kuna watu ambao wameathirika kwenye kijiji chako? Wapo mpaka sasa hivi na watu wa 6 jumla, yani kwa matukio haya mawili zaidi ya mechi hizi mbili. Ina maana tunakuwa na watu kama 6 walioathirika kwenye hilo tukio. Kuna wananchi wa Naumbu wanasema wananchi wako hapa walivyoenda kutia vurugu kule wamechoma na mgahawa moto. Matukio yanapotokea wengi sana wa kwetu wanapita barabarani. Na huo mgahawa nikiuzingatia kwamba yani uko mbali sana na maeneo wanopita watu wa kwetu. Wanasema kwenye ile vurugu ya jana ndo walipata watu kupenya kwenda huko. Kwa hilo siwezi nikalijibia kwa sasa hivi kukiwa ni. Mara baada ya kutokea taarifa hiyo, nimepata nafasi ya kuzungumza na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Naumbu, Dr. Ima, ambaye naye anaelezea kinagaubaga na anatuambia je, ligi inaendelea au la. Mimi naitwa Dr. Emmanuel Bwana, ni diwani wa kata ya Naumbu katika halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Katika mechi ambayo imefanyika jana kati ya kijiji cha Mkungu na Naumbu Kaskazini, kumetokea na fujo ambazo hazikuwa nzuri, zilileta taharuki kubwa mpaka kutoka uwanjani, lakini hata mpaka kwenye vijiji husika. Kwa hiyo fujo hizi zililazimika sisi viongozi kuomba msaada wa polisi, na tunashukuru OCD pamoja na polisi kata wametupa ushirikiano mzuri na tukapata msaada wa polisi. Gari za polisi zilikuja usiku. Kwa hiyo kutokana na hichi kilichotokea, tumepokea ushauri kutoka kwa OCD kwa kupitia polisi kata wetu kwamba tusimame kwanza na haya mashindano. Na mtazamaji wa Faida Online TV, kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Musa Mwaipaya amewataka wananchi wa pande hizi zote mbili kutulia ili waweze kuwabaini wale wote ambao wanaleta shida na kuhatarisha amani na usalama wa watu wengine. Hakuna mtu aliyejua sheria, watachukuliwa hatua stahiki za kisheria kwa wale ambao watabainika, amesema Mwaipaya. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.